Wabunge wanaoegemea mrengo wa serikali kuu wametoa wito kwa viongozi na wakazi wa Magharibi kushirikiana na kupigania maslahi ya eneo hili iwapo wanalenga kufaidi na miradi ya serikali pamoja na kupiga hatua kisiasa. Hii ni taarifa yake Mike Sifuna Musikoyo. Wabunge hao chini ya mwavuli wa Western Parliamentary Caucus wamekariri kuwa mpasuko na ushuhudia wa kisiasa eneo la Magharibi ulemaza utekelezwaji wa miradi kutoka kwa serikali ya kitaifa na kwamba hali hii imechangia kudorora kwa uchumi. Tunataka kuweka kipaumbele umoja ya hii eneo ya mkoa wa Magharibi. Na tunasema tukiwa tuko pamoja, umoja ni nguvu. Tuweze kusemesana na kuongea kwa sauti moja, tutaweza kusukuma na pia kuomba maendeleo iweze kuja katika eneo hili. Mmeona kwa mfano jamii ya Nyanza wakiwa chini ya baba, kuna maendeleo mengi sana yamepelekwa huko. Ukiangalia wale ODM wameingia serikalini juzi, lakini ile miradi imepelekwa kule na ni kwa sababu ya umoja wao. Wakiongozwa na mbunge wa Sirisia John Waluke, Morris Bisau wa Kiminini na Mary Emase wa Teso Kusini, viongozi hao wamesema ipo haja ya kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza ili kunufaikia mipango na miradi mbalimbali. Tumeulizana maendeleo tutatoa wapi? Hatuwezi tukapata maendeleo kwa opposition, kwa kelele, kwa matusi. Maendeleo itapatikana kwa serikali. Na ndio kwa sababu tumekubaliana lazima tufanye kazi na serikali ya William Samoei Ruto. Na hamutampika mawe alafu mseme mnataka, hamutampika mawe na mseme mnataka watoto waandikwe. Yeye serikali ni yake, serikali ni yetu, lakini yeye ndiyo kiongozi wetu. Heshima sio utuma. Kulingana na wabunge hawa, upinzani baada haina uwezo wa kumenyana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao. Hapa mbele bila mimi naona vyama itakuwa vyama viwili kwa coalition, UDA na ODM, na ndio tutaenda this time. Tunaenda hivyo vile inaenda. Wale wanapaki nyuma wajua hakuna chochote, na tuko sure Ruto akishika Western, ashike Nyanza, ashike Rift Valley vile ameshika, na rokote zingine huko coast wapi, kura tayari amepita. Na tumekubaliana pia wale ndugu zetu wengine wakubwa ikiwemo Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Oparanya na wale wengine wote tutawaleta ndani ili tuweze kusemezana kwa pamoja. Wameyasema haya kwenye kikao na wazee wa jamii ya Luhya na bunge la Kiminini, ambapo wazee hao wametaka viongozi hao kuendeleza mikutano hiyo ya umoja na hata kuwajumuisha viongozi wengine wakuu serikalini. Tumeamua kwamba Mheshimiwa Bisau apange mkutano mkubwa ambao utahudhuriwa na watu zaidi ya 5,000 kutoka mashinani, tukae pamoja na tufanye uamuzi wetu ya kwamba tuko kitu kimoja na tutashikana mpaka mwisho. Katika mkutano huu ambao ataunda, tumemuomba aalike Mheshimiwa Mudavadi, aalike Mheshimiwa Wetangula, aalike Mheshimiwa Eugene na alike viongozi wote wa Luhya ambao wamechakuliwa akiwemo Mheshimiwa Oparanya. Mike Musikoyo, West TV kutoka eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.